huyo mke sio sahihi, kwa sababu inawezekana hata siku ukifa ndani akafanya sherehe vile vile. Inawezekana siku unakufa ndani unakata roho anafanya sherehe. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bila shaka wewe ni miongoni mwa watu ambao walau kwa uchache wanapetaga kwenye mitandao ya kijamii, na uhakika kwenye hili utakuwa umelitazama kama sio kulisikia. Kuna mwanamama bwana amefanya shughuli, amesherehekea kupewa talaka yake. Kama miongoni mwa watu ambao kila kukicha huwa wanahubiri swala ndoa, watu watulie kwenye ndoa, huwa unahubiri amani na mambo kama hayo, umejisikiaje mara baada ya kuona hili limetokea? Karibu. Kwa kweli bismillahirrahmanirrahim, ni tukio la kusikitisha sana 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 sana, kwa sababu linaleta taswira mbaya kwenye jamii kabisa, linaleta taswira mbaya kwenye jamii. Matukio kama haya anayafanya ni yule ambaye hana hofu na Mwenyezi Mungu na yule ambaye ni mfuasi wa Ibilisi peke yake. Haya ni matukio mabaya kabisa kuwahi kutokea. Kwa sababu cha kusikitisha zaidi, nilivyoona jina la yule mwanadada, sijalikalili vizuri, lakini nafikiri ni binti wa Kiislamu. Anaitwa Zainab Kombo kama sikosei, mkazi wa Tanga. Allah, unaona Zainab, jina zuri kabisa mashallah. Ni binti wa Kiislamu. Anasherekea kuhusu talaka. Jambo ambalo Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amelichukia wazi wazi. Mwenyezi Mungu hapendi talaka. Sasa wewe, jambo ambalo wewe ni Muislamu unaachwa na unakwenda kufanya sherehe, nini unatengeneza taswira katika jamii? Unajua ifikia hatua kwamba hizi ndoa za siku hizi, japo zina mambo mengi ambayo ya uzushi ndani yake, zina mambo mengi ya uongo, kwa sababu siku hizi watu hawawani kwa niaba kwamba wanawana kwa ajili ya mapenzi ya kweli, kwa sababu kila mmoja anaingia kwenye ndoa kwa malengo yake. Sasa inaniletea picha na kunipa wasiwasi kwamba yule bibie, tafsiri ya ndoa yeye kuingia kwenye ndoa ilikuwa nini? Maana tunasikia kwa watu ambao kwamba wengine wanaingia kwenye ndoa ili mradi kutunzwa vyombo, sijui kutunzwa vitu gani, au ameingia kwenye ndoa kutoa gundu kama anavyosema watu wa mjini. Inashindwa kueleweka kwenye jamii kwamba lengo la yule bibie kuingia kwenye ndoa ni nini. Kwa sababu ndoa, kuachana na mtu ambaye unapendana naye, umemridhia mwenyewe, ukakubali mwenyewe bila kushurutishwa, unaachwa leo ufanye sherehe, ni vitu ambavyo haviingia akilini. Labda ni majununi tu peke yake ndio anaweza akafanya mambo kama haya. Kwa kweli ni mambo ambayo yanasikitisha sana. Anasema talaka nimeidai mwenyewe. Mume ambaye wamekaa na kuweza kuzaa watoto zaidi ya 3, mwisho wa siku ameomba talaka. Huenda mtu asifahamu hivi inapotokea hatua kwamba mtu akaomba talaka. Talaka maana yake nini hasa? Talaka ni hatua ambayo inafikia stage kwamba kila mmoja sasa, au upande mmoja kati ya mume na mke, mmoja anakuwa ameshachoka, hawezi kuendelea na ile ndoa. Kashapima kwamba hii ndoa siwezi kuhimili vishindo vinavyoendelea mbele na mitihani inayoendelea mbele, bora nijitoe mapema. Ndio mtu anafikia hatua anaomba talaka. Ndio maana ya talaka. Sasa talaka ni jambo ambalo si zuri, kwa sababu kwa mtu ambaye tena mmezaa watoto, mnakuwa mnatengeneza taswira mbaya kwa kile kizazi ambacho mnakuwa mnakiacha, kinakuwa kiko katika njia ya katikati. Na watoto mara nyingi huwa hawapangiwi, wanaweza akawa mapenzi yakawa kwa baba au yakawa melemea kwa mama. Sasa hawa watoto wewe unayeachika unasema kwamba afadhali na ninafanya sherehe ya kuachika, lakini huwezi jua hawa watoto hawa unawajengea nini katika akili yao, wanajifunza nini kupitia wewe mzazi wao. Kwa ni vitu ambavyo hawa mabinti na wakina mama wa siku hizi wanaounga mkono mambo kama haya wanatakiwa wafikirie mara mbili kabla ya kufanya maamuzi ambayo ameyafanya yule bibie kule. Naam. Mamake alikuwepo pale. Mama anasema mimi mwenyewe mwanangu wakati anafanya shughuli, ananiambia shughuli nilikuwa sijui nini kinakwenda kufanyika. Baadaye naenda pale nakuta kuna masuala ya kuachana, yani anaweka sherehe. Watu wanasema huenda na mama akawa fahamu dini ama ni malezi ambayo amemlea vibaya binti yake ndio maana haya yanatokea. Sijajua na sina uhakika. Unajua siku hizi kuna kile kitu kinaitwa kwamba demokrasia. Mzazi anaweza akawa anamlea binti lakini akawa anamwachia, anasema haingilii maamuzi yake. Unaona bwana? Unajua zamani ilikuwa ile mtu hata kama anataka mchumba, anataka kuoa, kuolewa, familia inachunguza kwanza. Siku hizi bwana, mtu ukipata mke, ukishaenda kusema nyumbani, familia inakuacha. Ni maamuzi yako binafsi. Halikadhalika binti akipata mume, familia inamwacha, haimdadisi sana. Wamependana wenyewe basi. Sasa mzazi hawezi kuwa analaumiwa sana kwenye vitu kama vile, kwa sababu yeye ni mzazi
kasimamia maamuzi ya mwanae. Unaona bwana, huenda kuna mambo kaambiwa, anayaamini aliyoambiwa, lakini kuna mambo pia mwenyewe anajiuliza kama mzazi, lakini ndo tayari mwanae afanye nini? Anaamua kukubaliana na matokeo kwamba kaamua mwanangu kufanya hivi, basi wala wacha tu na mimi nijiunge. Ndivyo hali ilivyo kwa sasa hivi. Tumezoea kuona mtu anapokuwa ameachwa, mwanamke anapokuwa ameachwa kuna ile kukaa eda. Mara nyingi imekuwa kitu kama hiko. Kwa huyu ambaye amefanya shughuli, unahisi kuna eda kule inakwenda kufanyika hapa? Pale hakuna eda. Kwa sababu kwanza katoka misingi ya dini. Kama mtu anaachwa anafanya sherehe, unategemea akae eda gani? Je, kama anafurahia kwamba labda ndoa ilikuwa ni kifungo kwake, alikuwa na mchepuko wake pembeni? Unajua huwezi tu kufurahia from nowhere. Umeachana na mtu alafu anabaki yale mazoea, unapata furaha kabisa. Huo ujasiri unaopata wapi? Hapa kuna mambo kati ya mambo mawili. Huenda alikuwa na mchepuko wake pembeni, au huenda alikuwa na mwanaume wake wa kando, kamdanganya, kampa maneno, ndio maana ikafikia hatua anafanya sherehe kwamba sasa anatoka kifungoni, anakuwa huru kuvinjari na mwanaume. Haya tunasema kwa dhana kama hizo kwa sababu ndio mambo yalivyo sasa hivi. Wakina dada wengi walioolewa wakutana na mtu nje akiwadanganya, wanaona kwamba yule mtu nje anampenda zaidi kuliko aliyomweka ndani. Wanasahau kwamba hata yule akiwa naye mwanzoni itakuwa hivyo, baadaye atamuona kama yule. Sasa yule anashangilia, huenda kuna mambo mawili. Aidha, jambo la kwanza, kuna mtu yuko naye pembeni, anaona kabisa kwamba hapa nimetoka kifungoni, nitafanya mambo yangu, nitavinjari na mtu fulani. Sasa ili kumkomoa yule bwana, anafikiri kufanya vile sherehe ni kumkomoa yule mwanaume wake. Kumbe ni kitu ambacho sicho. Lakini jambo la pili, huenda akawa anafanya vile kwa makusudi maalumu tu, ameamua mwenyewe kufanya ili kuwafurahisha watu na marafiki waliomzunguka pia wameamua kumshawishi, ndio akajikuta anafanya mambo kama yale. Naam. Kwa nini ambao mmebobea kwenye dini muda mrefu na watu ambao walao mmesoma wenzetu, tunaweza tukasema ni mke sahihi, mke ambaye ameachwa mwisho siku anafanya sherehe, anaweza kuwa ni mke sahihi kweli? Huyo mke sio sahihi. Kwa sababu yeye inawezekana hata siku ukifa ndani akafanya sherehe vile vile. Inawezekana? Siku unakufa ndani unakata roho, anafanya sherehe. Shukuru kuwa umekufa. Sasa wewe kama unaachwa, mumeo ulikuwa unampenda kweli, kama unafanya sherehe. Haya, ikitokea huyo mumeo amepata tatizo ndani, ameparalyze, kapata ugonjwa, anajiharishia hapo, haja ndogo haja kubwa hapo, utamsaidia wewe? Wewe huwezi kumsaidia. Kama unafanya sherehe kwamba umeachwa, ina maana kwamba hata huyo mwanaume ikatokea amefariki bahati mbaya ndani au uhai wake umekatika, wewe utashangilia tu, utatoa machozi ya kinafiki. Huwezi kufurahia kuachwa kwa kufanya sherehe hata siku moja. Unafurahiaje kuachwa bwana? Huwezi. Kwanza ile jamii nao kuzunguka kwanza, nao ndio waalika hapo. Hao watu watakuwa wanakuchukuliaje wewe? Ndio umewaalika. Watakuja, watapiga mpunga, watafanya kila kitu, lakini wale watu ulioalika watakuwa pia wanakutoa akili. Wewe mwenyewe unakuwa hujui. Watu walikuwa ni wengi. Wanakutoa akili. Si unawaalika watu kwenye vinywaji bwana. Wanakutoa akili. Kwa sababu mtu anayejielewa hawezi kushangilia ameachika kwenye ndoa yake anafanya sherehe. Hawezi mtu kushangilia vitu kama hivyo. Wale watu watakuwa na kutoa akili. Watakuja pale, utawanunulia mapombe, utawapa mavinywaji, utawapa, lakini kimsingi ni kwamba wale watu wakitoka pale wanakuona wewe huna akili. Huo ndio ukweli. Inawezekana kwa wengi wamezungumza mengi na mengi yamezungumzwa. Wakati wako sasa, mathalani mwanamke ambaye ndiye aliyefanya hii sherehe akafanikiwa kuitazama hii video, unasema maneno gani unapaswa kumwambie muda huu? Arudi kwa Mwenyezi Mungu. Amuogope Mwenyezi Mungu. Tena namwambia itakula, sio yeye tu, na wanawake wote ambao wanakadhia kama hii. Huyu kawakilisha kundi kubwa, kwa sababu huyu kuna vyombo vya habari vimemulika, lakini mimi naamini kuna kundi kubwa lina mtazamo kama huu na wengi wanafanya mambo kama haya. Kwa kitu cha kuambia, kama hawaiwezi ndoa, wasidiriki ndoa, kwa sababu ndoa sio uwanja wa majaribio. Kama wanaona kwamba wao kuingia kwenye ndoa ni mtihani, wasijaribu ndoa. Wanawake wa design hii, mfano kama huyu dada, ni wanawake ambao hawapaswi kuigwa, wala sio mfano mzuri kwenye jamii ambayo inafuata maadili. Huku ni kuporomoka kwa maadili, huu ni ukosefu wa adabu. Kushangilia kuachwa ni dalili mbaya kabisa. Kwa hiyo ninachomwambia, amuogope na amtii Mwenyezi Mungu na achane na habari kama hizo. Huo ndio ujumbe wangu kwa yeye na wengine wote wenye fikra kama yeye.
Tumalizie, tumefika kichoni kwako, tumeona walau mwishoni dua linamalizika. Kipi ambacho kilikuwa kinafanyika hapa? Mwisho tu wakumbushe wote ambao wanakutazama muda huu. Ofisini kwako hasa ama kichoni kwako hasa huwa unadili na nini hasa, na wapi ambapo ofisi ipo kwa yule ambaye atahitaji aje? Mimi bwana nadili na dua tu. Mimi ni mtu ambaye kazi zangu ni kumwomba Mungu tu basi. Namuomba Mwenyezi Mungu na nawaombea watu dua, watu wa namna tofauti na watu wenye matatizo tofauti. Hapa ukija uje na imani yako. Hapa hatutaki uongo hapa uje na imani yako. Hapa hatuamini katika nguvu ya mafuta, hatuamini katika nguvu ya mambo mengine yote. Tunaamini katika nguvu ya la ilaha illa Allah. Unapokuja hapa hakikisha unakuja na imani sahihi. Unatoka nyumbani kwako ukiwa una imani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kunijibia maombi yangu, na kwenda mtoni kwa Azizi Ali kwa Sheikh Sharifu Jangiri, utafanikiwa na utawini. Kituo changu kinapatikana mtoni kwa Azizi Ali. Huwa tuna utaratibu wa kufanya dua siku kama ya leo Alhamis na Jumapili. Dua hizi huwa ni bure, hazina kiingilio, kuanzia asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo watu ambao wanahitaji kuja wanakaribishwa. Dua hizi ni bure kabisa na zimesaidia watu wengi na zimenufaisha watu wengi. Kiufupi tu watu wa dini zote wanakaribishwa. Naam. Waliokuwa mbali sasa, namba za simu hujasema hapo. Waliokuwa mbali na waliokuwa karibu, namba za simu ni 0621 714089 au 0712 579455. Narudia tena 0621 714089 au 0712 579455. Naitwa Sheikh Sharifu Jangiri Al-Kasawi.